Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Habari ya moto, habari ambayo siku leo imeweza kutrend kwenye mitandao ya kijamii ni namna ambavyo tumeona video ikiwa inasambaa mitandaoni, msanii Diamond Platnumz akiwa anazungumza katika moja ya interview zake ambazo alizifanya huko nje ya nchi, akiwa anazungumzia kuhusiana na swala lake zima la ndoa. Tunafahamu Diamond Platnumz alifunga ndoa ya siri na msanii Zuchu, na kipindi ambacho alifunga ndoa hiyo ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Watu wengi sana walikuwa wanajiuliza ni sababu ipi ambayo imepelekea Diamond afunge ndoa ya siri. Na ukiangalia msanii Diamond Platnumz ana pesa nyingi, angeweza kufanya sherehe kubwa, angeweza kufanya harusi, ili mradi tu na Zuchu na yeye pia afurahie, haone kwamba nimeolewa na mwanaume mwenye pesa. Kweli pesa ipo. Lakini ukiangalia kile kipindi ambacho Diamond na Zuchu walifunga ndoa yao ya siri, ni kipindi hicho ambacho msanii Jux pamoja na Priscilla wametoka kufunga ndoa yao. Huenda Diamond Platnumz alikuwa na sababu kubwa sana ya kutokufanya sherehe, labda aliona atawapotezea upepo wa kina Jux na Priscilla, au kuna kitu gani ambacho walikuwa wakikilenga. Lakini leo Diamond Platnumz ameweza kufunguka mazito, ameweza kuzungumza wazi ni sababu ipi ambayo imewapelekea wao wawili, yeye pamoja na mke wake Zuchu, kufunga ndoa ya siri. Kwa sababu ukiangalia ndoa yao hiyo ya siri, hata familia ilikuwa haifahamu. Familia ya Diamond haikufahamu, lakini pia familia ya Zuchu pia haikuweza kufahamu. Hakuna mtu hata mmoja ambaye aliweza kuiambia familia yake kwamba mimi leo nakwenda kufunga ndoa. Ilifikia hatua mpaka wazazi wanashangaa. Mama Dangote akaanza kushangaa, imekuwaje tena umefunga ndoa ya siri bila kuniambia? Lakini pia mama Zuchu Adijakopa naye pia akashangaa, imekuwaje tena umefunga ndoa bila kuniambia? Hicho kitu kilishangaza sana watu wengi, kwa sababu tunafahamu katika swala zima la ndoa baraka za wazazi ni muhimu, lakini hawa mastaa wetu wao hawakujali cha baraka za wazazi. Walifunga kwanza ndoa, baadaye ndipo wakaenda kupokea baraka za wazazi na mambo mengine yaendelee. Kipi sababu? Kitu gani kilichowasukuma kwa wao kufanya kitu cha namna hii? Na huko ukiangalia ni mastaa wakubwa, ni mastaa ambao wangeweza kufanya sherehe kubwa, kufanya harusi kubwa, na harusi hiyo ikafunika hata ile harusi ya Jux pamoja na Priscilla. Diamond Platnumz leo ameamua kuanika hiyo siri. Kwanza kabisa ameweza kudai mwanamke wake Zuchu ni mwanamke mzuri sana, amemsifia, ni mwanamke mvumilivu, ni mwanamke ambaye amemuona na sifa zote za yeye kuwa mke. Lakini pia kitu kingine akadai kuna baadhi ya vitu vya kifamilia ambavyo vimepelekea yeye kama Diamond kushindwa kabisa kuwaambia wanafamilia wake kwamba anataka kufunga ndoa na Zuchu, kwa sababu anakuambia kuna namna fulani hivi alishamuona mama yake alikuwa anamkataa Zuchu. Sasa Diamond anakuambia ukiwa shakuwa kama mwanaume unatakiwa ujue namna ya kumcontrol mama yako na namna ya kumcontrol mke wako. Yani ukisha balance hivyo vitu, basi utaelewa wewe ni nani, utaelewa kama wewe ni mwanaume au sio mwanaume. Kwa sababu kwa asilimia kubwa sana tumeona ndoa nyingi sana mara nyingi zinavunjika, unakuta mama mkwe ampendi mkwe, mama mkwe anamfanyia visa mkwe ili mradi mkwe aweze kuondoka. Diamond Platnumz anakuambia mama yake ni mama ambaye hajawahi kubadilisha msimamo wake. Mara nyingi sana mama Dangote amemsi Diamond aweze kumuomba msamaha Zari, warudiane na Zari, na ndicho kitu ambacho kimepelekea Diamond akashindwa kabisa kumsikiliza mama yake na kuamua kufunga ndoa yake ya siri hiyo, kwa sababu tu ameshajua mama hamkubali Zuchu. Basi akaamua kufanya siri, alafu baadaye akampatia tu kama taarifa. Lakini sababu nyingine, Diamond Platnumz anakuambia alishawahi kuwaambia wanafamilia kwamba mimi nataka kufunga ndoa na Zuchu, lakini familia ilipinga kwa sababu tu mama yake alikuwa bado hajabariki na alikuwa hahitaji kabisa hiyo ndoa. Mara nyingi sana Diamond amedai amekuwa akimsikiliza mama yake kwa vitu vingi, amekuwa mama yake akimwambia huyu mwanamke sio, anaachana naye, lakini baadaye amekuja kutambua kwamba yeye ni mwanaume, anatakiwa kufanya maamuzi ya kiume. Basi alipojadiliana na mwenzake kuhusiana na changamoto ya familia yake kwamba alileta mezani swala lako,
nifunge ndoa na wewe, lakini familia haijakubali. Familia bado inaendelea kujifikiria. Sisi kama watu wazima twende kwa shehe tukafunge ndoa. Anakuambia kitu kikubwa ambacho amekifurahi kwa Zuchu, ameona ni mwanamke ambaye anamsikiliza sana. Baada ya kumletea hilo wazo la kufunga ndoa ya mkeka tu ya kawaida, hakujali pesa, hakujali sherehe, basi akamwambia sawa. Wakaenda wakafunga ndoa, zile picha zikapigwa, Diamond anakuambia akazihifadhi. Baadaye alipoweka wazi katika swala zima la familia, akaamua kuziposti zile picha ili mradi ukweli wote uweze kujulikana. Unaweza kuona hapa sababu kubwa ni Mama Dangote. Mama Dangote amehusika kwa asilimia kubwa sana, kwani angekubali hii ndoa, angekubali Diamond amuoe Zuchu, basi huenda Diamond angefunga ndoa kubwa na sherehe ingekuwa ni kubwa na kila mtu angeweza kuenjoy na wanafamilia wangeenjoy kwa pamoja. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification.